Sasa turudi kwenye historia bado, kwenye majiundo yake wa kimuziki. Bado hatujapata hapa ilikuwaje mpaka ukafika hapo. Umetuambia kwa mara ya kwanza ulipiga kanisani, pokea vipaji vyetu, baadaye ukaendelea kupewa mazoezi, ukafika zoezi la 70, ukaacha kulingana na mazingira ya shule. Sasa ikawaje tena ukaendelea mpaka umefikia kwenye ile level ulionayo sasa? Nadhani ni kwa sababu napenda muziki. Yaani muziki kama muziki mimi naupenda. Sasa ulipoishia kwenye ile zoezi la 70, ulianza mazoezi gani mengine ambayo yalikufikisha hapa? Huko ni kwa kweli ni kujiongeza tu mimi mwenyewe. Sikuwa na mazoezi specific kwamba leo nafanya hiki, kesho nafanya hiki, hapana. Kujiongeza tu mimi mwenyewe na kupractice zaidi kwa sababu nilikuwa nikipewa nafasi na KMK pale KMK mimi, yani kama nilivyosema, kila ninachojifunza naanza kukitekeleza KMK. Kwa hiyo kwa sababu ya mazoezi, yani kurudia ninachojifunza na kujiongeza nadhani. Kwa mzee, mchango wa mzee ulikuwa ni kuanzia pale mwanzo kwenye definition ya muziki mpaka kwenye zoezi la 70. Kwenye muziki kama muziki, sio kinanda. Muziki kama muziki ni mpaka hapa nilipo. Mpaka leo. Kwenye kinanda? Kwenye kinanda sisi nzime pale mpaka pale kwenye 70. Kwenye zoezi la 70. Sababu vingi najiongeza. Baada ya hapo kaanza kujiongeza. Kwa hiyo hiki ambacho tunakiona unakifanya sasa ni matokeo ya jitihada zako binafsi. Kupekua huku, kuuliza na kujiongeza wewe kama wewe. Kwenye kinanda? Kwenye kinanda hapo nazungumzia kwenye kinanda. Hichi nilicho sasa yes, ni kwa kujiongeza. Ila msingi wangu kama msingi kwenye kinanda ni baba Bernard Mukasa. Kwa hiyo hizi mbwembwe tunaziona, au muziki mkali ambao unaupiga ni kwa sababu ya yani umefika hapo kwa sababu ya kujiongeza. Na ari Hongera sana. Asante. Unafanya kazi nzuri, unafanya utume mzuri. Mimi ni moja nikisema mashabiki sijui nitakuwa nimetumia Kiswahili kizuri, lakini ni miongoni mwa watu ambao wanakufuatilia na napenda sana kile ambacho unakifanya. Nafikiri namwambiaga hata baba, namwambiaga hata mama kwamba na juzi ameposti kuhusu, nafikiri ni matokeo ya kidato cha pili, akikupongeza na nini na nini. Ni kweli inawezekana siwajui watu wengi sana, lakini kile ambacho unakifanya ukizingatia na umri wako, mimi nakipenda sana. Na daima na kuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kukuinua na kukuimarisha zaidi kuelekea kwenye level zingine kubwa, ili kanisa na familia na jamii iendelee kufaidika kwa kile ulichonacho. Amen. Kwa hiyo hongera sana, endelea kupambana kama ambavyo ulipambana baada ya baba kuishia kwenye level fulani, ukapambana ukafika hapa. Bila shaka na wewe unajua kwamba mapambano yanalipa Yaani ile kujiongeza, mazoezi, wanasema practice make perfect. Si ndio? Unapenda Kiingereza? Safi sana.